kwa kawaida shura maimamu kwenye kadhia hizi kubwa huwa tunakuwa na waraka ambao unakuwa unaeleza mambo mengi yanayohusu maisha yetu, mazingira yetu, haki mbalimbali, sheria, siasa. Ni kawaida ya shura maimamu kufanya hivyo. Kwa hivyo nafasi yangu ni kusoma huo waraka, na nitausoma, ni mrefu, una kurasa 7. Kwa pengine nitasoma baadhi ya maeneo, nitakuwa na sherehesha, kwa maana kugusa kidogo ni kusherehesha, lakini nitakusudia kwamba ile maana itakusudiwa, ile maana itafahamika. Waraka wetu unasema: Shura ya Maimamu Tanzania, waraka wa Idi al-Fitri mwaka wa Kiislamu 1446 sawa na Machi 31, 2025. Utangulizi. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa fadhila nyingi. Tunamwomba azidi kuturehemu kwa hili na mengine. Aidha, kutoka moyoni kabisa tunawapongeza waliofunga saumu ya mwezi mtukufu Ramadhani kwa kutekeleza amri hiyo kubwa kutoka kwa Mola wao muumba wa kila kitu. Kuacha mambo unayopenda kama vile kula, kunywa si jambo dogo. Kuacha unachokitamani kwa mwenza wako ni jambo la subira kubwa na utiifu kwa Mola muumba. Tunawatakia mafanikio wafungaji, na tunamwomba Mwenyezi Mungu awapokelee ibada hii tukufu walioitekeleza. Sehemu ya kwanza tunazungumzia matarajio baada ya kufunga. Matarajio ni nini? Moja ni ubinadamu. Saumu ya Ramadhani ina mafundisho mengi ya kiroho na ya kijamii. Kiroho ni utii wa hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba na mtawala wa ulimwengu na maisha ya kila mtu na kila kitu. Katika ibada hii ya mfungo wa Ramadhani, miongoni mwa mafundisho yake ni hisia za ukosefu wa chakula, tatizo la maji na mengine mengi mazito. Mtu aliyefunga saumu anapopata taarifa ya njaa au ukosefu wa maji, ni rahisi kuelewa uzito na ukubwa wa tatizo. Ni rahisi pia kujinasibisha na waliofikwa na tatizo hilo na kuchukua hatua za haraka kwa maslahi ya mtu au jamii. Ukosekanaji au kutoweka kwa hisia za binadamu ni tatizo kubwa linalokabili ulimwengu sasa. Hapa kwetu Tanzania unaweza kufahamu ukubwa wa tatizo hilo ikiwa utaenda katika hospitali za serikali. Raia maskini anayetoka nyumbani kufuata matibabu na kurudi nyumbani hutozwa shilingi 200,000 kila siku kwa ajili ya kusafisha figo. Ikiwa hana pesa hizo, hapewi huduma hiyo. Pamoja na kufahamika, akikosa huduma hiyo kwa muda mfupi atavimba na atapoteza maisha. Uambiwa kinaga ubaga, rudi nyumbani kwako ukapate fedha, utakapopata fedha utakuja kutibiwa. Maskini wengi Tanzania hufariki dunia majumbani kwao kwa kushindwa gharama za matibabu. Aidha, yule anayemudu gharama za kulazwa katika hospitali hizo kisha akaishiwa pesa na kufariki dunia, serikali huzuia mwili wake mpaka deni lilipwe. Mtu ambaye maisha yake yote amelipa kodi ambayo imetumika kujenga hospitali, kununua dawa, vifaa tiba na hatimaye kumlipa mshahara karani, muuguzi na daktari, mara tu anapofariki thamani na haki zake za msingi havitambuliwi tena. Serikali ya Tanzania inamdai maiti maskini mpaka shilingi milioni 50 na kuzuia mazishi yake mpaka fedha hiyo ilipwe.
Ni kwa sababu ya mafundisho ya ubinadamu tunayoyapata katika dini tukufu, ndiyo Shura ya Maimamu Tanzania mara kadhaa imekuwa ikitoa huduma mbalimbali, ikipeleka msaada wa chakula, maji, dawa na nguo kwa wafungwa na mahabusu magerezani. Pia msaada wa chakula kwa familia za waliofungwa na wale waliozuiliwa magerezani. Vile vile kwa familia za raia waliotekwa na kupotezwa kabisa. Shura pia huwalipia faini wafungwa wenye makosa madogo madogo walioshindwa kulipa faini zao. Ni kwa sababu za ubinadamu, Shura huandaa zoezi la kuchangia damu kwa ajili ya wananchi wa Palestina wanaoangamizwa na majeshi ya uvamizi ya Israeli. Kwa hakika saumu iliyofungwa kwa misingi yake na kueleweka lengo lake hujenga utu katika jamii. Maadili. Funga inakataza kusema uongo, kufanya ubadhirifu, ufisadi, ulafi. Inakataza kupoteza muda, kudhulumu na kutenda mambo yanayoleta uharibifu kwake mtu binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hakika funga hujenga maadili ya jamii. Uhuru. Miongoni mwa matarajio ya funga ya Ramadhani ni kuwepo na kustawi kwa jamii yenye utu, mapenzi na iliyo huru. Katika lengo hilo la ustawi wa jamii, miaka 1940 Waislamu wa Afrika Mashariki waliunda shirikisho kubwa, East African Muslim Welfare Society. Chini ya shirikisho hilo huru walipiga hatua kubwa katika elimu, uchumi na utoaji wa huduma za kijamii. Kwa bahati mbaya kwa Waislamu na nzuri kwa serikali, mwaka 1968 serikali chini ya rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bila ya kutenda haki, ilivunja shirikisho hilo kubwa. Mwaka huo ilisimamia kikundi mahsusi kilichoongozwa na Bwana Adam Nasibu kuunda chombo kilichopewa anwani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Baada ya kuundwa chombo hicho, serikali iliwalazimisha Waislamu wote kuongozwa na chombo hicho. Matokeo sasa, Waislamu wa Tanzania wametiwa katika utumwa wa kidini, wamesukumizwa ndani ya mifarakano mikubwa sambamba na kuporwa wakfu na maendeleo waliyopata chini ya East African Muslim Welfare Society. Ruzuku. Serikali nyingi duniani zina sera ya kutoa ruzuku kwa raia wake. Tanzania ni miongoni mwa mataifa hayo. Miongoni mwa makundi yanayofaika na sera hiyo Tanzania ni pamoja na dini. Serikali imekuwa ikitoa mabilioni ya fedha kila mwaka kwa dini ya Kikristo. Waislamu tunatoa pongezi kwa serikali kwa kuunda sera hiyo muhimu. Hata hivyo, jambo hilo limekuwa na tatizo kubwa la urasimu katika utekelezaji wake. Kwa mfano, katika uwekaji wa misingi ya kisheria mwaka 1992 serikali iliketi na makanisa na walitia saini makubaliano MOU ya kutoa na kupokea fedha. Kwa hali hiyo, Wakristo wanapata ruzuku hiyo kwa mujibu wa sheria. Akiongoza rais wa aina yote, awe Muislamu, awe mpagani, awe Mkristo, wajibu wake ni kutoa ruzuku hiyo kwa Wakristo. Baada ya kutia saini, wananchi walielewa huo ni mkataba mkubwa wa kwanza wa kidini na wa pili utakuwa kati ya serikali na Waislamu. Tunasema jambo hilo linakabiliwa na tatizo la urasimu kwa kuwa toka mwaka 1992 mpaka leo ni miaka 33 Waislamu hawajapewa fursa ya kufunga mkataba huo na serikali. Lugha ya kisheria inasema ukichelewesha haki ya mtu ni sawa na kumnyima mtu huyo haki yake. Usalama. Matarajio ya Uislamu kama jamii nyingine ni kuwa salama katika taifa lao. Hata hivyo wamekuwa wakiishi kwa mashaka makubwa. Hali hiyo imeimarishwa zaidi baada ya serikali kuunda sheria inayoitwa ya kupambana na ugaidi. Mswada wa sheria hiyo ulipowasilishwa bungeni kwa mara ya kwanza mwaka 2002, wabunge wengi walionya kwamba umetoka Marekani na utaligawa taifa kwa kuwa umelenga dini mahsusi ya Uislamu. Madai hayo ya wabunge yamethibiti kwa hali ya Waislamu Tanzania kuwa mbaya mno kiusalama. Wengi wao wameuawa
na mamia wamewekwa magerezani chini ya sheria hiyo. Wamekuwa wakiwekwa magerezani kwa zaidi ya miaka 10 bila ya kuthibitishwa tuhuma wanazotuhumiwa. Ukiachilia mbali mamia ya waliopotezwa hawajulikani walipo, wale ambao waliwekwa magerezani kwa miaka mingi, baadhi yao hufariki dunia kutokana na mateso wanayopata wakiwa mikononi mwa vyombo vya dola. Aidha, pamoja na mswada huo wa sheria hiyo hutumiwa kwamba umetoka Marekani, lakini kuna tofauti kubwa ya umakini kati ya Marekani na Tanzania. Marekani ikitumia sheria ya ugaidi kutesa watu, imekuwa ikiwakamata na kuwatesa raia wa mataifa mengine, na kamwe hawafanyi hivyo kwa Wamarekani wenzao. Unaweza kukagua katika magereza yao ya mateso kama vile Guantanamo na kadhalika. Kwa upande wa Tanzania, wao wanaitumia sheria hiyo kuwapakazia ugaidi wa Tanzania wenzao na kisha kuwatesa mateso makubwa kabisa. Mfano huo wa Marekani tuliotoa si mzuri, bali tumeutumia tu kuonyesha hatari ya mataifa yetu kukubali kuwa manyampara wa ajenda za maendeleo. Maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania, ili tuishi kwa hadhi ya binadamu kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu aliyetuumba, tunahitaji uongozi bora. Hili ni hitajio kubwa la maisha ya binadamu tukiwemo Watanzania. Kwa muktadha huo, tunahitaji uongozi na serikali bora. Tunahitaji serikali yenye misingi ya haki iliyopatikana kwa ridhaa ya wananchi na inayowajibika kwa watu wa taifa lake. Serikali inayoheshimu sheria, inayotambua na kuheshimu uhai na uhuru wa watu wake katika nyanja zote za maisha. Kwa dhana hiyo, Tanzania mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Oktoba 2025 wananchi watapiga kura kuwachagua rais, wabunge, madiwani na kwa Zanzibar wawakilishi. Aidha, msingi wa kufaulu kwa tukio hilo kubwa ni maelewano ya kijamii, kisheria na kisiasa. Maelewano hayo huzaa msingi mwingine muhimu ambao ni amani kabla na baada ya uchaguzi. Hali ya kisiasa nchini inaonyesha maelewano hayo kati ya jamii na serikali hayapo. Jamii ilitoa maoni yao ya katiba mpya ya taifa, lakini serikali imeyazuia. Maelewano ya kisheria pia hayapo. Kwa mfano, bunge lilifuta sheria ilikuwa inaruhusu TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na kuagiza usimamizi na tume huru ya uchaguzi, lakini serikali ilifumba macho, umesimamiwa na TAMISEMI. Maelewano hayo pia hayapo kati ya chama tawala na vyama vikuu vipya vyenye watu wengi. Zaidi ya hilo, vyama hivyo vimetoa misimamo mizito inayokinzana na chama tawala na hata serikali. Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kimesema kama makubaliano ya kitaifa yaliyofikiwa kuhusu mabadiliko madogo ya katiba ya nchi na baadhi ya sheria hayataongoza mchakato wa uchaguzi, watazuia uchaguzi huo usifanyike. Chama tawala CCM kwa upande wake kimesema uchaguzi utafanyika bila ya makubaliano hayo. Chama cha pili kwa ukubwa katika vyama vipya, ACT Wazalendo, kimesisitiza kutumika makubaliano hayo na pia kinapinga kufanyika uchaguzi wa Zanzibar chini ya mfumo wa siku 2 badala ya siku 1 kama ilivyokuwa awali. Kwa upande wa serikali, imeliagiza Jeshi la Wananchi JWTZ kujiandaa kukabiliana na yatokanayo na ukinzani huo wa kisiasa. Kwa ufupi, hayo ndiyo mambo mazito ambayo Waislamu wa Tanzania tumeyatafakari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumetafakari nafasi ya Mwenyezi Mungu, nafasi ya Mola wetu katika maisha yetu, ubinadamu wetu, maadili yetu na uhuru wetu. Tumetafakari maisha na wakati mgumu wanaopata ndugu zetu wanyonge wa Palestina. Pia tumetafakari usalama wetu na taifa letu kwa ujumla. Tumetafakari umoja na wakfu zetu kama vyanzo muhimu vya maendeleo. Tumetafakari ruzuku na serikali na vipi itanufaisha dini zote. Vile vile tumetafakari maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania pia.
Ujumbe wa Idi: moja, tunakumbusha umuhimu wa huruma na kujitakasa na maovu kama tulivyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aidha, tunawakumbusha na kuasisitiza umuhimu wa kushiriki ipasavyo katika siasa, ikiwa ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la wapiga kura la kudumu na kugombea nafasi za uongozi. Pia tunawakumbusha umuhimu wa masuala ya kijamii kama vile kuanzisha mikoba kwa ajili ya ada za masomo, kuimarisha programu za kuwasomesha wenye ulemavu, kuwasaidia wagonjwa na wafungwa magerezani. Hivi karibuni moja ya mashindano ya Qur'ani tukufu yalipata mwitikio mkubwa wa wafadhili matajiri wa Kiislamu. Miongoni mwa matajiri hao ni Said Salim Bakhresa, Azam Superdol, Lake Group, GB, Fresh, Osam Group, Has Petrol, Oman Insurance, Africare na Fast Ferry Bureau na wengine. Tunapongeza matajiri wetu kwa ufadhili huo. Pamoja na hilo, tunawakumbusha umuhimu wa kuungana tena kama hivyo na kutumia utajiri wao kuanzisha taasisi muhimu kama vile hospitali za rufaa, vyuo vya ufundi, vyuo vya afya na mfano hayo na mengine kama hayo ndiyo hitajio kubwa la umma wa Kiislamu kwa sasa. 2. Katika swala la uhuru wa kiimani, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 19 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili inatambua uhuru huo na kuulinda. Kwa kuheshimu uhuru huo na katiba nchi, serikali ilipaswa kutamka kwamba BAKWATA ina katiba yake na wanachama wake, na hao ndio wenye kuhusika na uongozi na dhamana ya BAKWATA. Kwa kuheshimu katiba, tunaikumbusha serikali iache kuwalazimisha Waislamu wote wa chini ya BAKWATA. Kufanya hivyo ni kuvunja katiba nchi na kuwapora watu haki zao za msingi zinazolindwa na katiba. Namba 3. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatoa wito kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lizifute sheria zote kandamizi zilizomo katika mfumo wa sheria wa Tanzania. Miongoni mwa hizo ni zile zilizotajwa na Tume ya Jaji Nalali mwaka 1991. Sheria nyingine kandamizi ya kufutwa ni ile inaitwa ya kupambana na ugaidi. Sheria hii ambayo inamnyang'anya mtuhumiwa haki zake zote za msingi inatumika kuwatuhumu na kuwakamata watu wa imani, hasa Waislamu, kiasi kwamba imejengwa dhana kwamba Tanzania, serikali ya Tanzania ina ajenda dhidi ya Uislamu na Waislamu. Aidha, tunakumbusha serikali ipeleke ushahidi mahakamani ili Waislamu wakiwemo mashehe, maimamu, walimu wa madrasa, wasomi wa vyuo vikuu na waumini wa kawaida inaowashikilia kwa tuhuma za ugaidi kwa zaidi ya miaka 10 basi wapate haki yao ya kusikiliza shauri na vile vile haki ya kuweza kujitetea. Namba 4, katika swala la ruzuku, tunaishauri serikali kama ilivyokaa meza moja na ndugu zetu wa Kristo Februari 21, 1992 na hatimaye pakapatikana mkataba, basi tunawashauri pia wawakaribishe Waislamu ili wapate kikao kama hicho. 5, kauli ya Chadema no reform no election na ile ya ACT Wazalendo ya kupinga uchaguzi wa siku 2 Zanzibar zinaakisi malalamiko ya uchaguzi mbovu kama ule wa serikali ya mtaa mwaka 2019, uchaguzi mkuu wa 2020 na uchaguzi wa serikali ya mtaa 2024. Ukiacha mbali vyama hivyo, viongozi wa serikali, wanasheria na viongozi wa dini kwa nyakati tofauti wamekiri kwamba chaguzi hizo zilikuwa na kasoro kubwa mno, na wengi wao wamesema ni sawa na kwamba palikuwa hapana uchaguzi, kwa kuwa mfumo uliotumika unapoka haki za wananchi za kidemokrasia, haki ya kuishi na kuhatarisha usalama wa taifa kwa ujumla. Tunatoa wito kwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kuitisha wadau, wawakilishi wa umma kujadili utekelezwaji wa makubaliano ya msingi ya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi yaliyofikiwa kabla ya kufanyika uchaguzi wa Oktoba 25.
Tunawatakia watu wote duniani Idi yenye kheri, Idi iliyokuwa imebarikiwa. Huu ni waraka wa Idi ambao umetolewa na Shura ya Maimamu na utapatikana katika mitandao yote. Ndugu zangu, kubwa zaidi ni haya tuliyozungumza hapa ya kuwapongeza Waislamu na kuwataka baada ya mfungo wa Ramadhani basi waishi katika yale ambayo walijifundisha, na mengi yamezungumzwa ndani yake. Kuna mambo ya utu, binadamu, kujali na kadhalika, lakini vile vile tumeelezwa hapa kusema, yani tusikae kimya, tuseme yale mambo yanayotokea. Miongoni mwa mambo yanayotokea hapa nchini kwetu, taifa letu limechafuka katika utamaduni ambao sio kawaida. Watu wanatekwa, watu wanauawa. Lakini yote haya msingi wake mkubwa ni sheria ambayo imeletwa hapa nchini kwetu, sheria ambayo inaitwa sheria ugaidi. Wao wenyewe waletwa sheria kama tulivyoona, wao wenyewe wakikamata watu wanakamata watu mataifa mengine, ndio wanawapeleka kwenye mateso. Hao Marekani wenyewe hawafanyi hivyo kwa Marekani wenzao. Hili ni tatizo kubwa ambalo linaendelea hapa nchini kwa Tanzania. Lakini mwisho kabisa, ndugu zangu, ndio kama hivyo tulivyozungumza, masuala ya kushiriki siasa ni jambo la msingi sana. Sote tunatakiwa tushiriki, tujiandikishe kwenye daftari la kupiga kura, kwa sababu ukijiandikisha ndio unapata fursa ya kutumia ile haki yako. Lakini vile vile tunatakiwa tushiriki katika kugombea nafasi za uongozi. Sisi hakuna haya masuala unasikia propaganda kwamba sisi Waislamu au watu wa dini hawataki kushiriki siasa. Hiyo kitu hizo ni hekaya zenye lengo la kukufanya wewe yani uendelee kuwa mpumbavu, utumiwe. Kushiriki siasa ni haki ya msingi, anaweza kashiriki mtu yoyote yule. Iwe ni kwenye udiwani, ubunge, awe shekhe, awe nani, awe padri, wote wanaruhusiwa kushiriki siasa. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo ya msingi ambayo tunatakiwa tuyajue, na tumeona tukumbushane katika fursa hii ya baraza la Idi. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kuweza kuacha shughuli zenu na mkaja katika mkutano wa leo.